na rais mstaafu wa Malawi Lazarus Chakwera, na baadaye tuliona ukitaarifu umma ya kwamba umekutana naye. Ni kitu gani ulichozungumza na Chakwera, ama ulizungumza nini na Chakwera, wakili Mwabukusi? Kwa ujumla tulizungumzia masuala mbalimbali yanayohusu utawala wa sheria, haki za binadamu na matukio mbalimbali ya kabla, wakati na baada ya uchaguzi, ikiwemo swala la utekaji na kupotezwa kwa watu na swala la mauaji ya raia yaliyofanywa na vyombo vya dola. Hayo ndio mliongea naye? Hayo ndio nilioongelea mbele yake. Hatukuongea naye, niliongea mbele yake kwa sababu tulikuwa tunawasilisha kile tulichokiona na kile tunachokifahamu kwa nafasi zetu. Tumeona akikutana na makundi mbalimbali. Je, una matumaini na timu ya Chakwera na namna ambavyo anaiendo issue? Uwezi ukaweka matumaini kwa sasa, kusema matumaini kwa sababu bado hujajua terms of reference zake ni zipi. Hujajua span of work ni ipi na nini hasa wanataka kukifikia. Kwa hiyo tulifikiri tu ni vizuri kuvolunteer informations ili angalau watu wajue nini kinaendelea. Lakini hili si swala la matumaini, ni swala la facts. Ni swala la lazima ujue ni kwa namna gani anakutana naye, kwa sababu huwezi kujua kusema sasa una matumaini kwa sababu umeona ile orodha aliyokutana nao, hakuna mhanga pale. Pale kutana na taasisi, viongozi wengi ambao ni viongozi wako madarakani, lakini hukuona akizungumza na waliopoteza watoto, waliopoteza waume, waliopoteza wake, waliopoteza kaka na dada. Hakuzungumza nao. Majeruhi na nani, hakuzungumza nao. Watu ambao ndugu zao walikufa wakazikwa bila taratibu kueleweka, na wale ambao labda ndugu lazimishwa kuzika. Una mategemeo gani sasa na ujio wake? Mimi na mategemeo yangu ni kwamba kuja kwa Chakwera kutaiwezesha Commonwealth kupata picha ili kuweza kuweka mpango mkakati wa namna ya kushughulikia changamoto hii iliyojitokeza nchini. Itawasaidia kupata picha. Kama akikaa objectively kuangalia yale mambo aliyopewa, itaisaidia Commonwealth kupata picha ili waweze kusaidia namna ya kutoka hapa. Kwa mfano mimi, moja ya jambo nililomwambia kwamba first we need truth, tunahitaji ukweli, we need justice, we need accountability. Na kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu wenzetu Afrika Kusini wenyewe waliangalia tu katika truth, waliweka sana katika truth and reconciliation South Africa. Lakini kwa nini ya kwao ilikuwa vile? Ni kwa sababu ni ANC ilichukua madaraka. Kwa hiyo inajaribu kuliponya taifa. Lakini ukicheki Kenya nao modi yao ni tofauti kidogo, kwa sababu Kenya yalikuwa ni yale mauaji ya Kenya yalikuwa ni baina ya wananchi na wananchi. Lakini kwa Tanzania it was different. Ilikuwa ni vyombo vya dola dhidi ya wananchi. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa na utaratibu ambao unajikita katika truth, justice and accountability. Yani we need truth, tujue nini kilijiri. Nani alifanya nini na kwa nini. Je, katika haya maswahibu yaliyokuja kuna madhira gani na ni haki gani watu wapate ili kujaribu kuponya. Na ile kwenye truth, ile ujumla wake wa ukweli unasaidia kuponya. Yani ninapokuambia Odemba, samahani, najua siwezi kukufidia nilipokuumiza, lakini nasikitika mimi ndio nilifanya jambo fulani. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho hilo ni jambo la kwanza ulimweleza kwamba tunahitaji truth, justice and accountability mechanism ambayo itaiwezesha jamii yetu kurudi pamoja. Kwa hiyo tusianze kufikiria mambo ya reconciliation. Lakini jambo la pili nililomwambia ni kwamba lazima uangalie ili tatizo kwa upana wake. Unasema kuna watu wana maumivu na taifa lina maumivu kama ambavyo umesema. Unadhani maumivu haya ambayo taifa la Tanzania liko nayo na Watanzania ni nini hasa kinachoweza, kama si kumaliza kabisa maumivu hayo, basi kuyapunguza miongoni
mwa Watanzania. Ni kweli, kwa sababu lazima tutoke hapa. Hatuwezi kubaki kama taifa katika hali hii. Lakini tunatakiwa tupate kwanza, kama nilivyosema, kujua ukweli ili tuweze kujua haki ni zipi na wajibu ni upi. So we need some form of accountability. If it is institutional accountability, it is personal accountability, some form of accountability, uwajibikaji uwepo. Lakini vile vile ukweli mzima tujue. Silaha zilitoka wapi? Nani alitoa agizo? Kwa nini alitoa lile agizo? Ndugu waliopigwa risasi wakaonekana baadaye wakatoweka katika mazingira ya maiti, zikafufuka, sijui zikakimbia mochwari, ilikuwaje? Walizikwa wapi? We need that truth. Ile itakusababisha mtu atalia kwa hasira hata kwa wiki moja, lakini hapo tayari ataanza kupona, kwa sababu atakuwa ameshaujua ukweli. Kwa sababu kuna watu wamezika viatu, wamezika nguo, yale mazingira sio mazuri kwa hiyo ninachofikiri, kitu cha kwanza, namna ya kutoka hapa, tunatakiwa tume inayoaminika na wote, an inclusive commission, ambayo iwe na watu wa ndani, iwe na watu wa nje, lakini vile vile itoe mwanya kwa watu wenye nakisi ya uadilifu. Sisemi wengine hawana uadilifu, lakini watu ambao wanakubalika na kuwakilisha makundi yote. Tumeona sasa serikali imeunda tume. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aliunda tume inayoongozwa na Jaji Chande kuongoza na kuchunguza matukio hayo. Yapi maoni yako kuhusiana na tume hili? Naomba nisitoe maoni yote kuhusiana na tume. Kwa nini? Kwanza ina baadhi ya watu ambao wengi ninawaheshimu sana wako kwenye ile tume.